kupenda, si kwa ajili ya mali. Karibuni marafiki kwa podcast ya Kujua Ministries. Tunapowaletea maudhui ya kibiblia katika lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Elizabeth Kalmis, mwanzilishi mmoja wa Kujua Ministries. Leo ninamaliza mfululizo wangu wa mimi ndimi 7 za Yesu Kristo. Leo tutaangalia mimi ndimi yake namba 7 katika Yohana 15, Yesu aliposema mimi ndimi mzabibu wa kweli. Hapo Yuda Iskarioti ameshatoka katika mlo wa Pasaka na Yesu. Halafu Yesu alikuwa anafundisha wafuasi wake masomo yake ya mwisho kabla hajakamatwa na kusulubiwa na Wayahudi na Warumi. Katika Yohana 15:1-10, Yesu alijifananisha kwa mzabibu wa kweli na wafuasi wake kuwa kama matawi yake. Aliwafundisha kwamba matawi yanayostawi katika ufalme wa Mungu ni yale yanayokaa ndani ya mzabibu wa kweli, yaani Yesu. Kuna aina mbili ya matawi tunayoona hapo. Yale yanayostawi yakizaa matunda mengi na yale yasiyozaa na yanafaa kuteketezwa tu. Ni lazima kuelewa mwanzoni hapa, matawi yasiyozaa hawamaanishi watu waliookoka na kupoteza wokovu baadaye. Hiyo sio maana ya Kristo hapo, bali anamaanisha wale wasiomwamini na kuokolewa. Wao wanaweza kudai kuwa matawi yake, lakini wao sio. Yaani, waliokoka kweli wataendelea kukaa ndani ya Kristo. Yesu alikuwa anasisitiza pointi yake katika mstari wa 5 aliposema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Sikilizeni maneno yake ya mwisho tena. Yesu aliwaambia wafuasi, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Yaani, alikuwa anasema matawi ya mzabibu ni mahafifu bila kuunganika ndani ya mzabibu mwenyewe. Tukiangalia katika Agano la Kale, Mungu alisema hapo kuhusu uhafifu wa matawi ya mizabibu. Katika Ezekieli sura ya 15, Mungu alikuwa anaongea juu ya udhaifu wa matawi yasiyokaa katika mizabibu, ya kwamba mbao yake haifai chochote, ni mbao iliyo hafifu kuliko aina zote nyingine za mbao. Yaani, mtu hawezi kutengeneza chochote nayo. Hata kizingi cha kutundikia kitu. Mungu alimwambia Ezekieli kwamba mbao ya matawi ya mizabibu hayafai kazi yoyote ila kwa kuteketezwa na moto. Hapo Mungu alikuwa analinganisha matawi ya mizabibu na matokeo ya watu wa Yerusalemu kutokana na kutoamini kwao. Ni jambo la kawaida kujua kwamba matawi ya mizabibu hayafai chochote yasipokaa katika mzabibu. Ndiyo maana Yesu alitumia mfano wa mzabibu na matawi kwa kufundisha kanuni muhimu sana. Matawi peke yao hayana kazi na hayaweza kufanya kazi. Matawi yanayokaa kwa mzabibu yanategemea kulishwa na utomvu wa mzabibu unayotiririka kutoka mizizi ya mzabibu wake. Lakini yakikaa katika mzabibu ndivyo yatakavyostawi na kuzaa matunda. Halafu kuna kanuni ya kiroho hapo pia. Ingawa Yesu alikuwa anafundisha wafuasi wake tu hapo katika Yohana 15, mafundisho yake ni kwetu sisi wengine pia. Tuelewe kwamba waumini wote wa nyakati zote
wanafananishwa kuwa matawi yanayokaa katika mzabibu wa kweli, yaani ni wale waliookolewa naye. Pia matawi yasiyozaa ni picha ya watu wote ambao hawakumwamini Yesu. Pengine watadai kuwa Wakristo, lakini hawajamwamini halisi mioyoni mwao. Kuna kanuni hapa ya hali za kiunyenyekevu. Sisi hatuwezi kustawi kiroho nje ya Yesu Kristo. Lakini kikawaida cha watu ni huwa wanapendelea kujitegemea katika uamuzi wao badala ya kumtegemea Mungu. Kwa hiyo, unajuaje kama wewe ni tawi linalokaa ndani ya mzabibu? Kuna dalili gani? Dalili ya kwanza ni unazaa matunda, tena matunda mengi. Matunda gani? Ni matunda ya kiroho yanayowekwa na Roho Mtakatifu katika moyo wako na yanayothibitisha wazi kupitia matendo ya maisha yako. Wagalatia 5:22 na 23 inasema, inataja mfano ya tunda la Roho kama upendo, raha, amani, uvumilivu na kadhalika. Kwa mfano, ukiwa na upendo wa Mungu moyoni mwako, upendo huo unaonekana katika matendo yako. Upendo huo unatiririka na kupatikana kutoka kwa mzabibu wa kweli pekee. Katika Yohana 15:8, Yesu alisema, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Je, wewe unazaa matunda mengi mema ya kiroho maishani mwako? Jambo la pili la kujijua kuwa tawi la mzabibu wa kweli ni kwa neno lake kukaa ndani yako. Hapo katika mafundisho yake ya mzabibu, Yesu alisema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, mtatendewa. Pia Kolosai 3:16 inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Kumbuka, Biblia inamwita Yesu neno la Mungu. Kwa hiyo maneno yake ni hai na ni kweli. Rafiki yangu, usipolipokea neno la Mungu kwa raha, hujamwamini na kumpokea Yesu, kwa sababu kama umeokolewa naye, utapenda neno lake kwa sababu yeye ndiye neno. Utapokea na kukubali neno lake, utatii na kufanya neno lake. Je, neno lake linakaa ndani yako kwa wingi? Na jambo la tatu la kuthibitisha wewe ni tawi la mzabibu wa kweli ni kama wewe unazishika amri za Mungu. Yesu alisema hapo katika Yohana 15, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Pia alisema hapo, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Tena alisema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Matawi yanayokaa ndani ya mzabibu yanajulikana kwa jinsi yatakavyotii neno lake. Wewe ni tawi la mzabibu kama wewe ni mtiifu wa Mungu. Yohana wa kwanza 3:6 inasema, kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye, yani Kristo, wala hakumtambua. Maana ya mstari huu si kwamba Wakristo halisi hawafanyi dhambi yoyote. Maana ni hawaendelee katika kufanya dhambi. Hawashikwi na dhambi zao, bali wanaziungama dhambi zao na kuendelea zaidi kumtii Mungu. Hatuwezi kuwa wakamilifu katika kila jambo na kwa kila wakati, lakini tunaweza kuongezeka katika kuwa watiifu wa amri za Mungu.
Tukiwa watiifu, tutajua sisi ni matawi ya mzabibu wa kweli, naye Yesu atatuita rafiki zake. Je, wewe unakuwa katika kuwa mtiifu wa Mungu? Naomba ujihoji kwa kujiuliza maswali yafuatayo. Je, unazaa matunda mengi? Je, neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako likikustawishi? Na je, unashika amri zake na kuitwa rafiki yake? Kulingana na mafundisho ya Yesu, ni lazima majibu yako yote yawe ndio kwa kila swali. Lakini kwa huzuni, kuna watu wengi wanaojiita Wakristo ambao hawawezi kujibu ndio kwa maswali hayo matatu. Wanadai kuwa Wakristo lakini hawazai matunda ya kiroho maishani mwao. Pia hawapendi neno la Mungu likae kwa wingi ndani yao. Huwa watu wale wanapenda kusikia neno kidogo kanisani, lakini neno likiwagusa huwa wanalipuuza moyoni. Halafu kutokana na kulipuuza neno hawalitii. Wao hupendelea kutii shauku, jazba, hisia na mawazo yao kuliko kuzitii amri za Mungu. Mimi siwezi kukujua moyoni, lakini Mungu anakujua tayari kwa namna gani ya tawi. Anajua matawi yaliyo kweli, yani yanayokaa ndani ya Yesu. Pia anajua matawi yanayodai kukaa ndani ya Kristo, lakini hayakai humo kwa kweli. Sababu ni hiyo, kuna watu wanaodai kuwa Wakristo ambao hawajaokoka kweli. Matawi yanayokaa ndani ya Kristo ni picha ya watu waliookoka kweli, kwa sababu wokovu wa Mungu unampitia Yesu pekee. Nina swali moja la mwisho. Je, unajua hakika umeokoka? Warumi 10:9-10 inatuelezea jinsi ya kuokolewa na Yesu. Inasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini katika kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Halafu Wakorintho wa pili 5:17 inatuambia juu ya mambo yanayotokea katika wokovu. Inasema, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Injili au habari nzuri ni hilo. Mtu akiwa bado tawi lisilozaa matunda, yani tawi lisilokaa ndani ya mzabibu wa kweli, huyo anaweza kumwamini Yesu na kuwekwa ndani yake, kujumuishwa ndani ya mzabibu wake. Halafu mara moja atabadilishwa na Mungu kuwa kiumbe kipya. Hata kuwa tena tawi lisilofaa kwa chochote, bali atafanywa kuwa kiumbe au tawi jipya kabisa. Ataanza kutamani azae matunda mengi. Ataanza kuwa na shauku kujua sana neno la Mungu na kuzishika amri zake. Na wewe je? Wewe ni tawi la namna gani? Ni tumaini langu sana kwamba wewe tayari ni tawi linalokaa ndani ya mzabibu wa kweli. Mungu akubariki. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali